Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni katika ukumbi wa Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali zinazohusiana na maisha yetu ya kila siku, ikiwa ni miongoni mwa maradhi ya kishaitani au ya kijini na maradhi yale ya kimiili na ushauri mbalimbali. Ikiwa tunaelekea katika mwezi wa kinyota, kama tulivyozoea, kila mwezi tunakuwa tunaelezea matukio ya mwezi huo. Na sasa tukiwa tunaelekea katika mwezi wa 11, ambapo tutaanza tarehe 2 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, ni hivi ifuatavyo. Nyota ya kwanza ni nyota ya kondoo. Ndani ya mwezi huo wa 11 safari zitakuwa ni nyingi, mipango ya safari pia itakuwa ni mingi, na pia kuna taarifa nyingi ambazo zitakazojitokeza katika nyota hii ya kwanza ya kondoo mwezi wa 11, na pia matisho au vitu ambavyo si vya kawaida ambavyo vitakavyojitokeza, na pia mtegemee kupata ujumbe mbalimbali au taarifa mbalimbali na habari mbalimbali. Namba ya bahati itakuwa ni namba 10. Na upande wa mapenzi katika nyota hii ya kwanza ya kondoo, kuna mvuto mpya ambao utakaojitokeza hasa kwa wale waliokuwa peke yao. Na upande wa ile nyota ambayo inahusisha mapenzi tunaita ni Venus au Zuhra, ina maana iko upande wa nyota hii ya kondoo. Na pia vile vile kwa kuwa iko upande huu, inaashiria kuleta mapenzi ya ghafla au ujumbe wa kusisimua. Na upande wa kipato katika nyota hii ya kwanza ambayo ni kondoo, Mars ambayo inakuwa inahusisha utawala au nguvu kwa katika kipato, ina maana itachochea bidii kazini, lakini pia ni vizuri kaepuka kukimbilia mikataba bila kufikiri, na fursa za kifedha zitakuwa ni nzuri haswa mwishoni wa mwezi huu wa 11 au mwezi huo wa 11 ambao unaoingia. Taib, na nyota ya pili ambayo ni nyota ya ng'ombe, taarifa za mashauri mbalimbali zitajitokeza, lakini ni mwezi ambao utakuwa wenye kuleta heshima zaidi. Taarifa za watu muhimu utapokea kama vile wazazi, na haswa mzazi wa kike au walezi wa kike. Lakini pia upande wa kazi ni wakati mzuri, biashara zitapanda. Yani unayo nafasi kubwa au mnayo nafasi kubwa watu wa nyota ya ng'ombe kwa upande wa biashara zenu au shughuli zenu kupata heshima kubwa. Na hii huwa inaashiria ikiwa hamtakuwa na mikosi. Lakini kama kutakuwa mikosi, utaona mipango inakuja, uwepesi unaonesha, lakini hauna faida yoyote. Namba ya bahati ni namba 20. Na upande wa mapenzi katika nyota hii ya ng'ombe, uhusiano unahitaji utulivu, kwa sababu ile sayari ambayo inahusisha mapenzi tunasema ni Zuhra au Venus, iko katika nyumba ya 7 ambayo ndio nyumba ya compatible, ambayo tunasema ndio nyumba ya nini, ya ndoa, ambayo inaendana na yule mwenzi wako. Kwa utaona katika nyota hii ya ng'ombe mahusiano yanahitaji utulivu kwa sababu hiyo. Lakini pia vile vile mazungumzo ya kina yanaweza kurejesha mapenzi yaliyodorora. Yani kama mapenzi yalikuwa yanaelekea kuharibika, kutoaminiana, kutokuwa istiqama, kutokuwa straight, basi ni kwamba ni wakati mzuri yale mapenzi yatakuwa yanaimarika. Na pia vile vile upande wa kipato katika nyota yetu ya pili ambayo ni ya ng'ombe, fursa za kifedha zipo kupitia washirika au familia. Na pia vile vile usikubali madeni makubwa kabla ya tarehe 20 ya mwezi wa 11.
mwaka huu 2025. Na nyota ya tatu ambayo ni nyota ya mapacha, furaha zitakuwa ni nzuri, bahati zitaongezeka zaidi, utapata marafiki, utapata matumaini mazuri. Watoto kwa wale ambao wanaotaraji kujifungua watajifungua salama katika mwezi huu wa 11 au mwezi ambao unaokuja wa 11. Pia vile vile mialiko ya hapa na pale itajitokeza, na ni wakati mzuri wa kufanya mambo yaliyokuwa mazuri zaidi, kwa sababu ndio bahati zako. Lakini nimeashiria ikiwa hauna mikosi. Na mikosi tumekuwa tukifafanua mara kwa mara, ni yale mambo yanayojitokeza mara kwa mara hayafanikiwi. Si kutofanikiwa mara moja ukasema ni mikosi, ni ile kutofanikiwa mara kwa mara ndio tunaashiria kuwa ni mikosi. Upande wa mapenzi katika nyota hii ya tatu ya mapacha, mapenzi ya kazini au mitandaoni yataongezeka. Kwa nini? Kwa sababu ile nyota ya Mushtara au tukasema ni Jupiter, ambayo mara nyingi inakuwa inahusisha kipato na inakuwa inahusisha ukweli au inahusisha usimamizi mzuri katika mambo ya nini, ya kipato. Ina maana yataleta mvuto wa mawasiliano. Kwa ajili hiyo mapenzi yatakuwa ni mazuri kwa zile sehemu ambazo ni za mkusanyiko. Na upande wa kipato, hali ya kifedha itaimarika taratibu. Ongeza nidhamu ya matumizi, yani uwe na matumizi yaliyokuwa mazuri, kwa sababu wa nyota ya mapacha mara nyingi mnakuwa hamna utulivu wala hamna ile msimamo. Mnakuwa ni watu wa kushawishika haraka, kubadilika haraka, kutegemea na vile vishawishi mtakavyo vipata. Na pia vile vile mpango mpya wa biashara unachipuka. Kwa hiyo wakati wote utegemee kupata taarifa zitakazohusisha biashara kwa wale wa nyota hii ya mapacha, na yatafanikiwa au itafanikiwa mipango hiyo ikiwa hauna mikosi. Na nyota ya 4 ambayo ni nyota ya Kaa, mambo mengi yataanza kuwa na huzuni na utaanza kusengenywa, utapoteza vitu vyako, uadui utaongezeka na kila jambo kwako litaanza kukuharibikia. Lakini upande wa mapenzi ni nyota ya mwezi ambao tunasema ni katika Qamar au katika Moon, imekuwa inaangaza zaidi upande wa hisia zenu nyinyi watu wa nyota nini ya hii Kaa. Na wapenzi wana uelewano wa ndani zaidi. Kwa hiyo tegemee maelewano yatakuwa ni mazuri, lakini uwe ni mwangalifu, kwa sababu uadui utakuwa ni mwingi, kusengenywa kutakuwa ni kwingi au kutaongezeka zaidi katika kutetwa. Upande wa kipato katika nyota hii ya Kaa, inaashiria kitaongezeka kupitia kazi, kwa zile kazi unazofanya za ubunifu au zile kazi unazofanya za kutoa huduma. Na pia uepuke kubishana na wakubwa katika kazi zako au katika shughuli zako. Namba ya bahati ni namba 13. Na nyota ya 5 ni nyota ya Simba. Katika mwezi huu unaokuja wa 11, ni wakati wa kupima afya zenu zaidi. Lakini pia ni wakati wa kuanzisha mambo yanayohusisha maisha yenu. Kuanzisha biashara, kuangalia afya, kuanzisha biashara, hata wale wanataka kuanzisha mahusiano, hata kuelekea kwenye ndoa, kuhamia katika makazi, ni wakati mzuri wa mwezi huo wa 11. Haswa ikiwa huna mikosi. Na upande wa mapenzi ya zamani yanaweza kujitokeza tena. Yani yakarejea. Kama ulikuwa na mpenzi mmetofautiana siku za nyuma, basi mwezi huo wa 11 au mwezi unaokuja wa 11, basi utarajie mapenzi yanaweza kujitokeza upya. Akaanza kurejea yule ambaye alikuwa amekukimbia. Kwa nini? Kwa sababu Venus tunaiongelea Zuhura na tunaielezea Mireh. Yani Venus na Mazi manake zinaamsha hisia. Zuhura ni kwenye mambo ya starehe na furaha, na Mazi ni katika ushujaa. Kwa hiyo utaona unapotaka kufanya furaha lazima upate na ile nguvu, msisimko. Kwa hiyo utaona hisia za mapenzi ya kizama yaliokuwa zamani manake yataletwa mbele zaidi. Kwa hiyo utaona mtu aliyokuwa amekutelekeza
anaanza kurudi, au alikuwa amekusahau anaanza kukukumbuka. Kwa hiyo ni vizuri na wewe kuwa na moyo wa kusamehe. Usiongeze zile hasira zako na majuto. Ni kwamba ni wakati wa kuyasahau yale ambayo yaliyopita. Na upande wa kipato katika nyota hii ya Simba, fursa kubwa upande wa uwekezaji utatokea, lakini ni vizuri kuepuka tamaa. Yaani tamaa ni ile kupata zaidi. Ukaona ambacho utachokipata ni kidogo, unataka kupata zaidi, hiyo inaitwa ni tamaa. Hicho kidogo pia kitakuwa kinatosheleza. Na pia ni vizuri ukaweka malengo ya muda mrefu. Yaani malengo yawe ya muda mrefu. Si kupata tu leo na leo kufanikiwa, lazima uweke malengo ya muda mrefu japo ni kidogo kidogo, na matumizi na mipango iwe ya sawa sawa. Namba ya bahati ni namba 14. Nyota ya 6 ni nyota ya mashuke. Inaashiria mipango inayohusisha maisha, kufanya biashara, kuuza, kununua, kuchukua, kutoa. Kwa hiyo watu watakaowajilia kuhitaji misaada, ni vizuri mkawasaidia kwa kile kiwango ambacho mtachokuwa mnakimudu. Na pia vile vile ni wakati wa kufuatilia, kama watu mnaowadai ni wakati mzuri. Yaani ni mwezi mzuri huo wa kufuatilia yale mahitaji yenu na mtafanikiwa. Upande wa mapenzi katika nyota hii ya mashuke, ni uwe na subira, kwa sababu mwezi unaweza kuwa na msongo wa mawazo, na hali hii inaweza ikakupelekea ukawa na hasira, ikawa kila kitu kitaki, unataka kususa, itakuwa unakosea. Lakini mawasiliano mazuri yataweka mambo sawa. Kwa hiyo ni vizuri kuwasiliana na watu vizuri, kuwatafuta wale utakaowakumbuka unahitaji kufanya mawasiliano nao kwa ajili ya kuimarisha mahusiano yako. Upande wa kipato, tunaangalia tena katika nyota ile sayari ya Mars au Merikh, ambayo itaongeza nguvu katika shughuli zako. Na pia mwezi huo wa 11, ina maana ni wakati mzuri wa kupanga miradi mipya, na pia ni vizuri wakati huo ukawa unapanga au unaweka akiba zako, itakusaidia zaidi. Namba ya bahati ni namba 24. Na nyota yetu ya 7 ni nyota ya Mizani. Matukio kwa mwezi huo wa 11, utapokea taarifa kutoka kwa kaka au kwa dada, ndugu, jamaa ambao waliokuwa karibu na wewe, na wale waliokuwa wameolewa, upande wa wazazi wa mke au mme, pia mtapokea taarifa ambazo zitakuwa ni muhimu na mkazifanyia kazi kwa hii nyota ya Mizani. Lakini ni wakati mzuri wa kujifunza zaidi, na ni wakati mzuri wa kuwa na subira, kwa sababu migogoro, magomvi yatajitokeza mara kwa mara. Na ni vizuri zaidi yale mambo yako uliokuwa nayo ndani usiyatoe. Jaribu kuendelea kuwa mvumilivu na kuwa mstahamilivu. Namba ya bahati ni namba 52. Upande wa mapenzi, Venus iko upande wako. Maana tumesema Venus ni sayari ambayo inaitwa kwa Kiarabu inaitwa Zuhra, ambayo inahusisha mambo ya starehe, furaha, mapenzi. Na utaona hata hii nyota ya Mizani inatawaliwa pia na hii sayari ya Venus. Kwa hiyo utaona ni wakati wako mzuri, na ni mwezi wa hisia. Tena zitakuwa hisia ziko juu zaidi, na msisimko wa mapenzi zaidi. Kwa hiyo utaona wale waliokuwa kwenye ndoa wataongeza upendo zaidi, au wale waliokuwa katika uchumba wataongeza nguvu zaidi, au kuongeza spidi, ile haraka ya mambo kutimia. Na wale waliokuwa wamegombana, maana wanao nafasi ya kusameheana kwa kiwango kikubwa, na wakaendeleza mahusiano yao vizuri. Na upande wa kipato, hali ya kifedha ni nzuri katika nyota hii ya Mizani katika mwezi huo wa kinyota, mwezi wa 11, na hasa kupitia ubia au kazi ya sanaa, usanii, ubunifu. Bahati njema katikati ya mwezi itajitokeza, maana kuanzia mwezi wa 11
kwenye tarehe za yani tarehe 15 mwezi wa 11 mpaka tarehe 20 wanayo nafasi nzuri zaidi ya kufanikiwa katika mambo ya kipato. Na namba za bahati ni namba 16. Nyota ya 8 ambayo ni nyota ya nge, katika mwezi huu wa 11 wategemea kupata taarifa na mambo mbalimbali yatakayohusisha zaidi makazi yao, au taarifa zitakazohusisha zaidi wazazi, na pia vile vile akiba walizokuwa nazo ni vizuri wakaziangalia. Au wanayo nafasi kubwa kwa wale ambao walikuwa kwenye machimbo, yani madini, kufuatilia kipindi hicho au kipindi cha huo mwezi wa 11 katika machimbo yao, na watafanikiwa kwa utaratibu ule ambao nilikuwa naelezea kwamba mali za madini zinahitaji zaidi dua za mara kwa mara na utaratibu uliokuwa mzuri ili kufikia madini hayo. Lakini pia ni wakati wa kujiangalia zaidi, kwa sababu kuna mlipuko utakaojitokeza, ima kuunguliwa au kupoteza vitu kwa kupitia ajali za nini, ajali za moto. Na upande wa mapenzi, huu ni mwezi wako wa kuzaliwa ambapo Venus inaleta mwanga wa kimapenzi, na wale waliotengana wanaweza kurejeana. Nikisema wanaweza kurejeana, manake zile asbabu za kurejeana zitajitokeza zaidi. Kwa hiyo ni vizuri na nyinyi mkasahau zile hisia zenu za hasira, kujiona zaidi, mkajishusha ili mkaweza kurejeana pasina kukumbushiana yaliyopita. Na pia upande wa kipato, mabadiliko makubwa ya kifedha yanakuja, na ikiwa utatumia hikma utapata ongezeko la kipato kabla ya mwezi ule utakaofuata ambao utakuwa ni mwezi wa 12 insha Allah. Taib, namba ya bahati ni namba 71. 71 ni namba yenu ya bahati. Na nyota ya 9 ambayo ni nyota ya mshale, wale mtapokea taarifa, ujumbe mbalimbali, barua, pia vile vile mtapokea zawadi mbalimbali, haswa zawadi za mavazi. Lakini pia ni wakati mzuri wa kuchumbia au kufuatilia mambo yanayohusu uchumba, na haswa wanamume kutafuta wachumba wa kike, na wa kike pia wakawa tayari kwa kupokea maombi hayo au uchumba huo. Pia ni wakati mzuri au ni mwezi mzuri katika nyota hii ya mshale, mwezi huo wa 11, kupata marafiki, watakuwa ni wengi zaidi. Na pia vile vile namba ya bahati itakuwa ni namba 9. Na upande wa mapenzi, Venus inahimiza upendo wa kiroho zaidi kuliko wa kimwili. Upendo wa kiroho nimekuwa nikiashiria zaidi kwenye madarasa, kuonesha roho ndio inayoeleza ukweli. Ukweli wa mtu ni ndani ya roho yake, tofauti na ile kueleza kupitia mdomo. Mtu anaweza akasema ninakupenda, lakini kwenye moyo akawa hakupendi. Kwa hiyo kile kilichokuwa ndani ya moyo ndio kinakuwa kina ukweli zaidi. Kwa hiyo utaona katika nyota hii ya mshale, katika mwezi huu wa 11, basi upendo utakuwa unahimizwa zaidi wa kutoka moyoni, ambao utakuwa ndio wa dhati. Na pia vile vile mahusiano mapya yataanza polepole, lakini kwa uhalisia. Utaona ni kidogo kidogo, usije ukasema mbona anakuja alafu anataka kama kupotea. Hapana, upendo unakuja kidogo kidogo, lakini unakuwa ni waki khalis, yani unakuwa ni wenyewe, genuine, wenyewe. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Lakini pia upande wa kipato, katika nyota yetu ya 9 ambayo ni mshale, bahati ya kifedha kupitia usafiri au kazi ya mitandaoni itajitokeza zaidi. Lakini hifadhi mapato kwa uwekezaji wa baadaye. Kile utakachokuwa unapata basi usikitumie hovyo au bila mpangilio muhimu, na huo mpangilio basi usizidishe ukawa unakimaliza. Jitahidi kuwa unaweka kidogo kidogo, itakusaidia zaidi. Namba ya bahati kama nilivyoashiria ni namba 9. Na nyota ya 10 ambayo ni nyota ya mbuzi,
Mwezi huo wa kinyota wa 11, maradhi yataongezeka, dhulma zitazidi, lakini unayo nafasi ya kuhama, yani kutoka sehemu kwenda sehemu, na hautaweza kutulia. Hizo harakati zitakuwa zenye faida ikiwa hauna mikosi. Na namba ya bahati ni namba 1. Upande wa mapenzi katika nyota ya Mbuzi, mvutano mdogo katika uhusiano utajitokeza, lakini mwishoni mwa mwezi huo wa 11 hiyo hali itatulia. Na pia vile vile inashauriwa uepuke maneno makali. Usiwe na maneno yale ya kuudhi, maneno yenye hasira. Jitahidi zaidi uwe na maneno yaliyokuwa polite, mapole, ya chini. Tena yawe romantic, yale ya kuvutia, ya kimapenzi, ya kimahaba. Itakuwa inasaidia zaidi katika mambo yako ya mapenzi. Na upande wa kipato, Mars na Jupiter, ikiwa ina maana Merikh na Mushtara, ziko zinaonyesha ongezeko la mapato. Maana tumesema sayari ya Jupiter mara nyingi inakuwa inahusisha mambo ya kipato na utawala zaidi, uchumi, lakini pia Mars inakuwa inaashiria nguvu, power. Kwa utaona itakuwa inachochea zaidi kwenye kipato. Kwa hiyo ongezeko la mapato kupitia kazi au biashara au mali ulizonazo, basi utaona zinaongezeka zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi na wewe ukaweka malengo ya kifedha ili zikusaidie. Na upande wa nyota ya 11 ambayo ni Ndoo, katika mwezi huo ni mwezi wa migogoro, hasa wale waliokuwa wameoa au kuolewa. Na pia vile vile watu wa nyota hii ya Ndoo, kama mnadaiwa, ni vizuri mkalipa madeni. Lakini pia ni wakati mzuri wa kulingania mambo yaliokuwa mazuri. Yani ukawa unawashauri watu mambo yaliokuwa mazuri, unawakumbusha watu mambo yaliokuwa mazuri. Na pia ni mwezi usipoangalia mambo mengi yanaweza kukuharibikia, yani yakabadilika, yaliokuwa mazuri yakawa mabaya. Mara nyingi nimekuwa na ashiria katika taabiri au katika mambo ya kinyota, tunapokuwa tunasema mambo yatabadilika, huwa haiwi mambo mazuri, yani mambo mabaya kwenda kuwa mazuri, ila huwa inakuwa ni mambo mazuri kuwa mabaya. Kama ulikuwa na mafanikio fulani, utaona na kuharibikia, lakini huwa haiashirii mara nyingi mambo yalikuwa ni mabaya kwamba yatakuwa ni mazuri pasipokuwa na kufanya utatuzi. Kwa hiyo unapokuwa unaona mambo ni mabaya, ni vizuri ukatafuta utatuzi ili kuelekea kwenye mambo yaliokuwa mazuri, au kwenye faraja au kwenye nafasi. Lakini kama yakiwa ni mazuri, basi kuna nafasi kubwa ya yenyewe kubadilika kuwa mabaya. Mambo kukubadilikia, ukaona kama ni biashara haziendi, kama ni migogoro kazini kwako, kama ni shughuli zako za kibiashara kutoelewana na wateja, hata wale wasaidizi wako. Upande wa mapenzi katika nyota hii ya Ndoo, mwezi wa 11 mwaka 2025, uhusiano wa mbali unaweza kuimarika. Yani unapokuwa mbali na mkeo, ndio utaona kama kuna maelewano, au wale wachumba waliokuwa mbali utaanza kuona mawasiliano yanakuwa kwa kasi zaidi, ya mara kwa mara, yanakuvutia. Unasikia hamu au unasikia shauku pia ya kutaka kuonana naye, hali ya kuwa yuko mbali. Kwa nini? Kwa sababu Venus inakuwa inaleta mawasiliano ya upendo kupitia simu au barua pepe ambayo ni email. Kama ninavyoashiria, Venus au Zuhra inakuwa inahusisha zaidi na mambo ya furaha, starehe, mapenzi. Upande wa kipato katika nyota hii ya Ndoo, mwezi wa 11, kipato kinaimarika kupitia miradi ya watu wengi. Na ni vizuri ukaangalia mikataba kabla ya kusaini. Kama unataka kuingia mikataba au shughuli mbalimbali au kuajiriwa, basi ile mikataba yako itakuwa vizuri ukawaonesha wataalamu wa mikataba wakakushauri ili uisaini aliyakuwa umeelewa. Taib, nyota yetu ya mwisho ni nyota ya Samaki. Matukio ya mwezi wa 11 katika nyota ya Samaki: wasiwasi utaongezeka, kuangamia utajitokeza,
kuuliwa au kuelekea katika vitu ambavyo vinaweza vikaleta ajali vitajitokeza. Lakini taarifa nyingi za wasiwasi zitajitokeza. Vifo, yani taarifa hata za vifo zitajitokeza pia vile vile. Namba ya bahati ni namba 3. Namba ya bahati ni namba 3. Upande wa mapenzi katika nyota ya samaki, mvuto wa kimahaba uko juu, manake utakuwa unavutia zaidi katika mambo ya nini, ya mapenzi. Kama ni mkeo utaona unampenda zaidi, kama ni mmeo utaona anakupenda zaidi. Lakini pia huo ni mwezi wa kutengeneza hisia mpya. Mwezi wa 11 ni mwezi wa kutengeneza hisia mpya. Kama ulikuwa hupendi, basi utaona kuna visababu vya kupelekea wewe kupenda. Sasa usianze kuona umependa alafu ukaanza kubadilika. Kwa nini? Nimeanza kukupenda. Unatafuta visababu vya kutaka kufifiza zile hisia zako. La, ila ujue ni mwezi ambao unakuongezea hisia na utakutengenezea hisia mpya, basi na wewe uzifuatilie. Upande wa kipato katika nyota hii ya samaki, bahati njema kifedha kupitia kazi ya kiroho, yani kama kuhubiri, kutoa huduma za kiroho, kufanya maombi, kufanya tiba au kutoa ushauri, basi hii itakuwa ni sehemu nzuri ya kuongeza bahati zako katika kuongeza kipato. Lakini pia uepuke kupoteza muda kwa maneno yasiyo na tija. Yani ni bora ukafanya hayo maombi zaidi kuliko kuongea zaidi. Haswa katika maneno ambayo hayana faida. Lakini yale maneno yenye faida unaweza ukayaongeza zaidi, kama vile kuleta suluhu, kwenye kuleta islah, kusuluhisha migogoro, kusuluhisha magomvi mbalimbali, ukaongeza maneno yakawa mingi, lakini yawe yanatija, itakuwa ni mahala stahiki zaidi. Kwa hiyo napenda kuishia hapa. Asanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abul Hassan Jumar, mtaalamu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida za maradhi ya kishaitani au maradhi ya majini na maradhi ya kibinadamu. Asanteni sana.